Bonde la Kati lilianzishwa rasmi tarehe 29 Oktoba 2004 likiwa kati ya mabonde 9 yaliyopo nchini kwa mujibu wa sheria namba 42 ya mwaka 1974 na kufanyiwa marekebisho na sheria ya usimamizi wa rasilimali za maji namba 11 ya mwaka 2009. Bonde la Kati ni la tatu kwa ukubwa baada ya Rufiji na Ziwa Tanganyika, likiwa na ukubwa wa kilomita za mraba 163,600. Bonde hili ni shirikishi ambapo 88% ya eneo lake liko upande wa Tanzania na 11.5% lipo upande wa Kenya. Uanzishwaji wa Bonde la Kati wenye dhima na majukumu mbalimbali kama vile kuwa na usimamizi endelevu wa rasilimali za maji kwa ajili ya ustawi wa kijamii, kiuchumi na kimazingira. Hali kadhalika ni kuwezesha utekelezaji wa usimamizi wa pamoja wa rasilimali za maji kwa ufanisi na ufasaha ili kushughulikia mahitaji ya rasilimali, maslahi na vipaumbele vya wakazi wa bonde, huku tukilinda na kuhifadhi vyanzo vya maji. Makala hii inaangazia umuhimu wa bonde dogo la Ziwa Manyara kwenye uhifadhi endelevu na utunzaji wa vyanzo vya maji, mazingira na ustawi wa wanyama wanaopatikana katika hifadhi ya taifa ya Ziwa Manyara. Bonde dogo la Ziwa Manyara linapatikana ndani ya Bonde la Kati lenye ofisi zake katika mji mdogo wa Mtoambu katika wilaya ya Monduli mkoani Arusha, ambayo ni kilomita zisizopungua 200 kutokea Arusha mjini. Bodi ya Maji Bonde la Kati, kwa kutambua umuhimu wa ekolojia ya Ziwa Manyara na mchango wake wa taifa katika sekta ya utalii, imekuwa kipaumbele katika kulilinda. Kwa kufanya hivyo, imekuwa ikiweka nguvu kuilinda mito inayotiririsha maji kuelekea bonde la Ziwa Manyara. Mito hiyo ni pamoja na Mto Simba, Mto Ambu, Mto Makuyuni, Mto Kiongozi na Mto Kilulumo. Ziwa Manyara kwa hivi karibuni limekuwa likipungua kina siku hadi siku, na hii inasababishwa na uharibifu ndani ya maeneo yake yanayotirisha maji kwenda Ziwa Manyara. Na Bodi ya Maji Bonde la Kati imekuwa ikichukua hatua mbalimbali. Moja ni kuhakikisha kwamba tunalinda ile mito ambayo inatirisha maji kuelekea Ziwa Manyara. Kwa mito kama ya Mto Simba na Mto Ambu, tumekuwa tukiweka juhudi za makusudi kwa kuweza kubainisha mipaka na kuhifadhi eneo la mto, kupanda miti ili kuboresha kingo za mto, tukiamini kwamba kwa kufanya hivyo tunaweza tukapunguza ule mmomonyoko wa udongo kuelekea kwenye ziwa. Bodi ya Maji Bonde la Kati, ili kuendeleza uhifadhi wa maji na mazingira, imeunda jumuiya ya vidakio na kutoka kwenye haya mabonde madogo 9. Uundaji wa vidakio hutoa wawakilishi kutoka vijiji vinavyozunguka bonde husika au kidakio husika. Hivyo basi, Bodi ya Maji Bonde la Kati imeanza na jumuiya kidakio cha Ziwa Manyara ili Ziwa Manyara liendelee kutunzwa kwa faida kubwa ya taifa kutokana na umuhimu wake wa kiikolojia. Elimu ni njia mojawapo inayotumiwa na Bodi ya Maji Bonde la Kati
katika kuhifadhi vyanzo hivi adimu vya maji. Kwa kutoa elimu, wanufaika namba moja ni wakulima na wafugaji wenyewe, na upelekea wao kuwa walimu kwa wengine na jamii inayohusika. Halikadhalika, wakulima na wafugaji hupewa elimu juu ya matumizi ya maeneo yao yaliyotengwa bila kuingia kwenye eneo la hifadhi. Changamoto kubwa sana ni uelewa duni kwa wananchi watumia maji. Mara nyingi kwenye vyanzo vya maji unawakuta wenyeji ambao tayari wamezunguka vyanzo hivyo, aidha mashamba yao yamezunguka hayo maeneo. Sasa wanakuambia kwamba kutoka hapa tulishakuwepo zamani. Kwa kuna changamoto kubwa ya kutoa elimu, lakini tumejitahidi tumetoa elimu, na kwa 75% wananchi watumia maji wamekuwa waelewa. Uhifadhi wa vyanzo vya maji ni mtambuka. Hivyo basi, bodi ya bonde la maji la Kati kwa kulitambua hilo imewekeza kwenye mradi wa nyuki katika chanzo cha maji kimojawapo, huku ikiamini kwamba mradi huo wanufaisha wananchi na wanavijiji wanaozunguka chanzo hiki cha maji. Halikadhalika huimarisha ulinzi wa vyanzo vya maji. Pia tumeweka nyuki kwenye vyanzo vya maji, mizinga ya nyuki kwenye vyanzo vya maji iwe pia sehemu ya ni kama askari wa kutusaidia kulinda, kwa sababu tunaamini nyuki wakiwa kwenye msitu sio rahisi mtu kwenda na kukata mti, kwa sababu atahofia kwamba nyuki wakiamka watamdhuru. Uwepo wa msitu au misitu minene kwenye vyanzo vya maji ni kielelezo tosha cha uhifadhi endelevu, kwani misitu inasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo na kuimarisha kingo za mito, na hivyo basi kuzuia udongo kuelekea kwenye ziwa Manyara. Bodi ya maji bonde la Kati imekuwa ikifanya kazi kwa karibu kabisa na wadau, yaani wananchi, huku ikiamini utayari wao utaiwezesha bodi ya maji bonde la Kati kuja na mbinu bora zaidi, hususan kwa wakulima na wafugaji. Hiyo tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu sana na wadau wetu, na kwamba basi wanapokuwa wanalima wahakikishe kwamba hawafiki kwenye zile hifadhi za mito, walime pale tu ambapo mashamba yao yanakomea. Uhifadhi na utunzaji wa bonde dogo la ziwa Manyara haufanywi na bodi ya maji bonde la Kati pekee, bali hufanywa na hifadhi ya taifa ziwa Manyara pia. Kwa upande wa hifadhi ya taifa ziwa Manyara, huendeleza uhifadhi salama wa wanyama na viumbe hai kwa kuiondoa mimea vamizi ambayo imeletwa na mito mbalimbali ambayo hutiririsha maji yake kuelekea ziwa Manyara. Ubora na wingi wa maji katika hifadhi ni muhimu kwa viumbe hai na mazingira kwa ujumla. Ikumbukwe mito hii hupita katika maeneo mbalimbali, hivyo ni muhimu kujua hali ya ubora wake, kama ni salama kwa wanyama pori na viumbe hai waishio majini vinavyotegemea maji hayo. Hivyo basi, kitengo cha sayansi ya uhifadhi huhakikisha maji yana ubora na wingi wa kutosha kwa kufanya vipimo vya maji na kufuatilia mwenendo wake ili kuweka juhudi stahiki katika uhifadhi wa vyanzo vyake vya maji. Tunapima maji haya kwa sababu hii mito inaanzia maeneo ambapo ni makazi ya watu na kuna shughuli nyingi za binadamu zinaendelea ambazo zinaweza kupelekea uchafuzi wa maji. Kwa hiyo huwa tunacheki mara kwa mara, je, maji haya ni salama kwa matumizi ya wanyama na kwa mazingira kwa ujumla, kwa sababu pia kuna viumbe wengine wanaishi kwenye maji. Kwa hiyo mara moja kwa mwezi huwa tunacheki, lakini kila robo ya mwaka huwa tunashirikiana na wenzetu wa ofisi za maabara walioko Babati, maabara ya maji kwa ajili ya kupima. Sasa tayari
pH ni 6.26.2.31. 6.32. TDS ni 58 ppm. Conductivity ni 105. Tunapenda kupima pia kina. Tuna kipimo cha kupimia kina, lakini chenyewe kinapima kina kirefu kuanzia zaidi ya sentimita 80. Kwa hiyo chini ya sentimita 80 tunapima tu kienyeji. Tunaweka kama hivi hapa. Sehemu ambayo nimepima maji kwenye kina cha sentimita hapa. Kwa hiyo tunapima mpaka hapa, tunajua kina cha maji. Tumepata hicho ndo kina cha maji sentimita 30. Sentimita 30. Kwa hiyo kina cha maji hapo tulipopima ni sentimita 30. Ingekuwa zaidi ya mita 1 tungetumia kifaa maalum chenye cha kidijitali, ukibonyeza tu na kutumia kina cha maji. Hali kadhalika, mamlaka ya bonde la maji la kati inahakikisha inaratibu kina cha maji kwa vipindi tofauti vya mwaka. Kwa kutumia vifaa maalum, wataalamu hupima hali ya chumvi, yani salinity, kiwango cha utindikali, yani pH, na vipimo vingine vingi vinavyowezesha kutambua hali ya maji. Angalia, unaona kama madini hivi. Haya ni madini, hizi nyeupe. Kwa hiyo kuna kemikali zingine ambazo huwa zinakuja na kwenye haya maji. Kwa hiyo tunatumia watu wa maabara, tunachukua sampuli, tunazipeleka maabara kwa ajili ya kupima, kuona kama kuna uchafuzi wowote tofauti na hivi vipimo ambavyo tumevipima. Kwa kutambua umuhimu wa uhifadhi wa Ziwa Manyara, Mamlaka ya Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA kupitia sera yake ya taka ndani taka nje imefanikiwa kudhibiti uchafuzi wa Ziwa Manyara kwa kuwataka wageni wote wanaoingia hifadhini kuwajibika kwa kutoka na taka zao, huku kitengo cha sayansi ya uhifadhi kikishirikiana na wadau wa Bodi ya Maji Bonde la Kati kuhakikisha takataka haziingii kwenye Ziwa Manyara na zilizoingia kwa njia ya mito zinakusanywa na kuondolewa. Uhifadhi na utunzaji wa vyanzo vya maji ni muhimu kwa maisha ya binadamu na viumbe hai, lakini pia ni miongoni mwa vivutio vikubwa vya utalii wa mazingira. Serikali kupitia taasisi yake, Bodi ya Maji ya Bonde la Kati, inasisitiza umuhimu wa kutunza vyanzo vya maji katika mazingira yetu kwa ajili ya kukuza uchumi wa mtu mmoja na taifa kwa ujumla. Katika kuhakikisha vyanzo vya maji vinabaki salama, wewe na mimi tuhakikishe tunahifadhi na kutunza vyanzo vya maji, kwani serikali ishatoa mfano kupitia taasisi zake kama Bodi ya Maji Bonde la Kati wakishirikiana na Hifadhi ya Taifa Ziwa Manyara kuhakikisha wanalinda na kuhifadhi vyanzo vya maji katika bonde dogo la Ziwa Manyara. Tumerithishwa, tuwarithishe.